Karibu URI Stewardship and Guardianship Administration na Kigogona Program. Ni Nabii Jao Gikuyu na leo tunaangazia Kigogona Kiaja na ibada ya uanzishaji wa Kigogona Kiaja inafanya kazi sawa na Kigogona kia nyumba. Inafanywa nje ya nyumba. Unaanzisha sehemu maalum katika wako nje ya nyumba ili iwe Kigogona Kiaja yako. Nafasi hii ni kwa ajili ya familia nzima. Kigogona Kiaja kinaifanya eneo lako kuwa ardhi takatifu. Siku ya kwanza, chagua sehemu maalum katika ua wako. Simama hapo bila viatu ukiwa na maji na uangalie upande wa Mlima Kenya. Omba kwa Mwene Nyaga ageuze maji yako kuwa matakatifu. Hifadhi maji hayo mpaka asubuhi inayofuata. Siku ya pili, kusanya familia yako na mwende kwenye sehemu hiyo. Mimina maji matakatifu yaguze miguu yako. Fuata taratibu za Gikuyu spirituality. Unapomimina, muombe Mwene Nyaga akupee araika mugwanja, malaika wakuu 7, walinde na kuongoza nyumba yako. Tumia wakati huu kuwafundisha washiriki wa familia jinsi ya kumuomba Mwene Nyaga kutoka sehemu hiyo ya nje. Kigogona Kiaja ni kwa ajili ya sala na muunganisho wa familia nzima. Funga kila sehemu kwa thai ya Mwene Nyaga thai. Na nimekueleza kuhusu Kigogona kia nyumba hapo beleni, na hii sehemu ya Kigogona kia nyumba ni yenyewe ni yako wewe pekee, na hii iko ndani ya nyumba penye huu unaenda kuombea, penye umeunganisha na Mlima Kenya na si pahali pa kawaida. Na nayo hii Kigogona Kiaja ni ya nje kwa compound, kwa sababu hadi familia yako inafaa inaombea hapo nje, hadi wewe unaweza ombea hapo nje. Juu sasa hii ya nje nayo ni ya familia nzima. Na nimekueleza kwamba ukitaka kuactivate hii ya ndani ya Kigogona kia nyumba, umeona process inafanana. Juu huu unatumia siku 2, na siku ya kwanza inakuanga ya kuombea maji ili hiyo maji uibadilishe ikuwe holy water. Unaenda na maji, unatoa viatu, unakanyanga penye unataka kufanya Kigogona, unainua mikono kama umeangalia upande ule Mlima Kenya inakuanga. Juu Mlima Kenya ni makao ya Mungu. Wajua kwamba hiyo mlima si ya kawaida, hadi hiyo jiwe ilitoka outer space ikaanguka hapo ikatengeneza huyo mlima, naye Mungu akachagua kuwe nakaa hapo. Mimi nimekuambia Mungu ako na mwili ya kiroho ambao ni ya mwangaza, na nimekuambia mimi nimepewa chance. Siku najua nitakuwa nabii kwa hii njia, na Mungu Mwene Nyaga ndiye alinichagua, amenifunza mambo najua. Na nakwambia hii century hadi kusoma Biblia kwa Isaya 2 kuanzia 1 hadi 4 inaongelea kuhusu hiyo mlima. So makao ya Mungu kwa hiyo mlima, na hiyo mlima bado iko na malaika 7, malaika wakuu, the archangels. Na kuna watu, kuna roho waliokufa juu hakuna mtu anapotelea. Kuna other dimension, maisha si tu ya watu pekee, hapana. Na unafaa ujue katika creation kuna hii diversity ili iweze kusaidika. Juu saa hii kuna watu wamejaribu kufanya watu wakuwe wajinga ili waweze kuwa rule, na vibaya sana. Na kuambia ukitaka vyema ujue kwamba hii maisha ni pana sana, kuna mambo mingi sana. So hii mlima itakusaidia, iko na hawa malaika 7 wanakaa Mungu. Hao ni wao utapata ili time utatumia hii maji kufanya hivyo, watakuwa hadi wanakuserve, wanakupea protection, watakusaidia sana katika maisha yako. Juu nakwambia ukifanya hivi ndio utakuwa nao. Hii ndio liturgy venye unafaa kufanya ili upate malaika wa Mungu. Huu unatumia maji. Maji ni water tabernacle. Juu nimekwambia hiyo mlima ni water tabernacle. So siku ya kwanza unaenda kwa hiyo point unataka kufanya Kigogona, haitakuwa ya kawaida hiyo sehemu. Unaomba bila viatu kama umeinua mikono, umeangalia ile upande Mlima Kenya inakuanga. Unaongea na Mwene Nyaga, unamwambia kubarikiwe hiyo maji ili tumie hiyo maji kutengeneza hiyo Kigogona. Na hiyo maji huwa hauactivate hapo. Utagojea juu unafanya asubuhi, hiyo maji itaabsorb radiation za mchana. Nao hii siku nyingine sasa ndio huwa sasa unaleta hao malaika, na Kenya huu unafanya ni kumwaga hii maji ikikuguza miguu ili upate malaika wa kwanza. Unamwaga mara moja inakuguza miguu mara moja. Huo ni malaika mmoja wa kwanza. Malaika wa pili
unafanya tu hivyo, unamwaga mara mbili, malaika watatu mara tatu, malaika wa nne unamwaga hiyo maji mara nne, unapata akinjo wa nne. Ili upate akinjo wa tano, malaika wa tano unamwaga maji mara tano ya kuuza miguu. Ili upate malaika wa sita, the six akinjo, unamwaga maji na kuuza mara sita kwa miguu. Ili upate huo malaika wa mwisho nimekwambia ni saba, utamwaga maji mara saba ikuuze kwa mguu. Na ukifanya hivi utaactivate ukuwe na pahali si pa kawaida penye unaombea ukiomba Mungu. Kumbuka Mungu ni mmoja wa huyo mlima Kenya, na ni yeye aliumba kila kitu. Ni venye watu huwa wanamlifaa different, so na hizo ni frequency ya Kikuyu ni Mwenenyaga, na watu juu wamekaanisha sana, hadi wa Kikuyu wamekaanisha na Maasai. Hapo ndipo walitoa jina Ngai, Ngai. Na kila community kuna venye namuita. Kwa Uislamu naona watamuita Allah, juu hadi hawa malaika nakwambia ukuwe nao. Huo malaika mmoja Gabriel ni aliapproach Muhammad kwa kivu ya Hira. Nakwambia hao malaika huwa wanatoka mlima Kenya. Mlima Kenya si ya kawaida, na watu wataanza kujua hiyo mlima hii century. Juu nakwambia itasaidia sana. So kuwa na hii madhabahu, tumia maji. Ukitaka kuomba, omba Mungu wa ukweli. Usidanganywe. Juu nakwambia, unaona sasa kumekuwa na watu wamedanganya watu sana. Hadi unaona kanisa zimeletwa na colonialism na zimekuja tu kufinyilia Afrika. Juu mimi nakwambia cha ukweli, hakuna ati inajua Mungu, hakuna kanisa inajua Mungu. Juu hata zikiletwa papa haikuwa hiyo, haikuwa isaidia watu wajue Mungu. Zilikuwa zimeletwa juu ya colonialism, na hadi kuanzia foundation. Juu kuna watu hawajui true history. Foundation yake ni Roman Empire, na walikuwa watu waovu na wamefanya mambo maovu, na ni vibaya sana. Juu mimi nakwambia ukweli ndio itakusaidia wewe kuwa na ukweli. Jua Mungu hata badilishwa, ataishi. Ni yeye alichagua kuwa hivyo, ni yeye alichagua kuishi mlima Kenya, na utaona watu wengi wanataka kuja kwa hii mlima. So hii ni chance yako, tumia hii litaje nimekuambia, ili hadi wewe upate nguvu za huu mlima, na itakusaidia sana kwa hii maisha. Ninakwambia ukweli, Mungu ni mmoja wa huo mlima, ameumba kila kitu, na hii century itatusaidia Afrika tukue nchi moja, URA, United Regions of Africa. Hatutaendelea kufinyiliwa na hawa watu wameishi hadi kutuua. Kwambia ni uchungu sana imefanyika, lakini saa hii kutakuwa na hili, na watu wataweza kujua Mungu cha ukweli ni Mwenenyaga wa mlima Kirinyaga. Asante sana kwa kunisikiliza.